Yes, shalom tena, shalom tena. This is very urgent prayer. Ni maombi ya dharura na ni ya muhimu sana. You see, watu wa Mungu, kuna umuhimu sana watu kutembea katika roho na kumsikiliza roho na kuweza kuona mambo yanayoendelea. Uzuri wa kumsikiliza roho na kukaa kwenye roho inakusaidia kuona vitu ambavyo vilitokea, ambavyo hata haukujua kama vilitokea. Kama tunavyofahamu, leo tuko kwenye day 1 ya mfungo kwa ajili ya uchumi na utajiri ambao tulikuwa nao. Maombi yetu tulianza jana na leo tukasema tuingie kwenye mfungo. Watu wa Mungu, wakati nikiwa kwenye maombi asubuhi ya leo, ile nang'ang'ana kwenye maombi, ghafla macho yangu yakafunguka. Mungu akanibeba katika roho. Alivyonibeba katika roho, akanipeleka moja kwa moja kwenye ofisi moja ya mtu ambaye ninamfahamu. Ni mdada ambaye ninamfahamu. Huyu mdada yuko Mwanza, sitataja jina lake. Yuko kwenye kampuni moja kubwa, ni mshirika wangu, alikuwa zamani. Kwa hiyo wakati ninaomba, Mungu akanibeba akanipeleka kwenye ofisi yake. Wakati amenipeleka kwenye ofisi yake, ghafla akanifungua macho, akaniambia, hiyo pochi unayoiona hapa imeshikwa na mtu mwingine, ni pochi ya huyu dada. Mungu akanionyesha kuna mdada alikuwa ameshika pochi yake ya nyeusi, alafu kuna kitu amekiweka kwenye ile pochi, alafu akawa anapuliza. Ni kama huyu mdada kuna kitu aliweka kwenye ile pochi, baada ya kukiweka kwenye ile pochi akawa anapuliza. Mungu akaniambia hii ni evil manipulation imefanyika kwenye eneo lake la uchumi. Mungu akaniambia huyu dada mwenye hii pochi, manake yule mmiliki wa ile pochi ni mtu ambaye alikuwa anafanikiwa sana kwenye hiyo ofisi aliyokuwa yupo, lakini mwenzake ambaye ni mfanyakazi mwenzake hakufurahiwa na hili. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya pale ni evil manipulations. Kuna kitu alikiweka kwenye ile pochi yake, na baada ya kukiweka kwenye ile pochi yake, kwa sababu ni maelekezo aliyopata kutoka kwa mganga, hali ya huyu dada ikaanza kuwa ngumu kiuchumi. Na ni mtu ambaye ninamfahamu kwa namna ya kawaida. Hali yake ya sasa ya uchumi ni mbaya, kwa sababu ya roho ananiambia, kwa sababu ya hii evil manipulation iliyofanyika. Wakati ninaangalia hili tukio, Mungu akaniambia chukua chumvi, weka kwenye hiyo pochi, alafu hali yake ya uchumi itarudi kawaida. Watu wa Mungu, you see, revelation ya muhimu sana, especially revelation ile inayotolewa kwa wakati. Sikiliza watu wa Mungu, Mungu ameniambia watu wengi wamefanywa evil manipulations kwa kutumia pochi zao, wallet and bags. Kuna watu wabaya wameweka vitu vya kiroho kwenye wallet zenu, kwenye pochi zenu, wakaiba utajiri wenu, wakaiba nyota yenu ya utajiri, wakaiba mafanikio yenu kutokana na vile vitu alivyoweka kwenye pochi zetu na kwenye pochi zenu na kwenye wallet zenu. Watu wa Mungu, pochi yako usiache mahali ni mahali tu, usiache ofisini. Wallet yako usiache ofisini. Mungu akanipeleka mbali, akaniambia kuna watu wamewekewa vitu vibaya kwenye yale mazingira waliokuwa naishi na waume wao na wapenzi wao. Kuna vitu wamewekewa kwenye yale mazingira, vile vitu vikasababisha ndoa zao zikavunjika, mahusiano yao yakavunjika. Sasa wamerudi nyumbani, wameenda kukasimu. Kwa nini? Kwa sababu shetani hapendi mafanikio, hapendi watu na mafanikio. Sikiliza. Natamani either unaamini au usiamini. Please trust me. Uwe unaamini au huamini. Naomba chukua, kama unafanya biashara, kama uko ofisini, kama umeajiriwa mahali popote pale au haujaajiriwa, chukua chumvi, weka kwenye ile uchukua chumvi kidogo, weka kwenye pochi yako, weka kwenye wallet yako, weka chumvi kidogo kule. Alafu wakati unaweka, omba, Baba, kama kuna manipulation yoyote ya kiroho iliyowekwa kwenye pochi yangu, iliyowekwa kwenye wallet yangu, inayosababisha mimi kupitia kwenye hali mbaya ya uchumi, kama kuna manipulation yoyote ile, kama kuna kitu chochote kibaya cha kiroho kilichowekwa kwenye hii wallet, kilichowekwa kwenye hii pochi, kinachohusiana na hali yangu ngumu ya uchumi, hali yangu ngumu ya mahusiano, Mungu naomba unikomboe leo. Mungu naomba unikomboe leo. Mwambie Mungu, omba ile ombi, mwambie kama kuna wakati umeweka chumvi yako kwenye pochi yote ulionaweka huko chumvi, pochi uliokuwa unatumia pale ofisini, pochi uliokuwa unatumia nao pale, uliokuwa unatembea nao, kama kuna kitu chochote kilichoko kikaiba utajiri wako, kikaiba nyota yako, mwambie Mungu naomba leo kiondoke. Mwambie Mungu kwa mafunuo haya, naomba unikomboe, ukomboe uchumi wangu, ukomboe mahusiano yangu. Please let us do it this. Maanisha kabisa, ukimaliza kuomba ombi hilo, kama weka chumvi kidogo kwenye hiyo pochi, weka chumvi kidogo kwenye wallet, alafu omba na mang'ang'ana, kama kuna manipulation yoyote ya kiroho iliyofanyika, uchumi wangu ukaiba, utaji
utajiri wangu ukaibiwa, vyanzo vyangu vikaibiwa, vyanzo vyangu vya mafanikio vikaibiwa, kama kuna manipulation yote iliyofanyika, nyota yangu ya utajiri ikaibiwa, kama kuna manipulation yote iliyofanyika, fursa zangu zikafunga, wateja wangu wakaibiwa, Mungu naomba ukanikomboe leo, naomba ukanikomboe, naomba urejesho leo. Kama nilivyoweka hii chumvi kwenye hii pochi, kwenye hii wallet, naomba Mungu kukawe na urejesho. Omba ombi hilo kwa kumaanisha. Ukishamaliza hili ombi, ni la muhimu sana. Watu wa Mungu, huwa tunakuwa strong kwenye uchumi pale ambapo tunatoa. Ukimaliza ombi hili, tafadhali kamata sadaka ya shilingi 10,000, shilingi 50,000, shilingi 100,000, shilingi 200,000, 300,000. Kamata sadaka, mwambie Mungu, ninapoachilia sadaka hii, kama kuna mahali popote pale vyanzo vyangu vimefungwa, nyota yangu imefungwa, tatizo la uchumi nililonalo limesababishwa na manipulation iliyofanyika kwenye pochi yangu au wallet yangu au kitu chochote kile, mwambie Mungu nifungue. Ukimaliza, tuma hiyo sadaka kwa 0768 20 58 71 au 0764 20 58 71. Ni namba mbili tu, 0768 20 58 71 na 0764 20 58 71. Hizo ni namba za M-Pesa, jina litakuja Emmanuel. Watu wa Mungu, baada ya hapa I see a great, naona great release ya finance. Kuna watu nyota zao zitaachiliwa, fursa zao zitaachiliwa, malango yao yatafunguka, wateja wao watafunguka. Kama unaamini, ikaanze kutokea kwako. Watu wa Mungu, kama unaamini, ikaanze kutokea kwako. Chukua hii chumvi ya kupikia kidogo tu, weka kwenye hiyo wallet. Nitakuja kueleza, nishaeleza sana kuhusu chumvi. Nitakuja kukuambia kwa nini utumie chumvi. Usisahau, kama uko Dar es Salaam, unaweza ukaja, njoo leo jioni saa 12 mpaka saa 2 usiku. Tutakuwa hapa Goigi, Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Njoo, hili zoezi pia tutalifanya hapa. Please and please, nisaidie kushare. Mtu yote unaona hali yake ya uchumi imekuwa ni mbaya, au unaona sasa hayuko alipokuwa kiuchumi, unaona ni tajiri lakini unaona hafanikiwi tena, vyanzo vyake vimefunga, wateja wake wamepotea, nisaidie kushare, mwambie fanya hili zoezi. Inua imani yako. Unapofanya, inua imani yako kubwa sana. Inua imani yako kubwa sana. Fanya haya maombi. Mungu akubariki sana. Wewe utakaye share, Mungu akubariki. Wewe utakayefanya, Mungu afungue milango yako kuanzia leo. Fursa zako za nje zikafunguke. Wateja wako wakaanze kuja. Pesa zako zikaanze kurudi tena. Ukaanze kushika flow ya pesa. Flow ya pesa ikaanze kumiminika tena kwako sawa sawa na ilivyokuwa mwanzo. Utakwenda kuona na utakuja kushuhudia. Please fanya kwa imani. Usisahau, kama uko Morogoro, Jumamosi hii tarehe 29 tunakutana pale Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana. Hakuna kiingilio. Watu wa Morogoro wote, hakikisha unahudhuria hii ibada. Ni Jumamosi hii tarehe 29 Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana. Shalom, nisaidie kushare haya maombi.